Yes, vile ninavyoongea kuhusu manabii wa uongo na viongozi wa kanisa waliojichanganya. Kuna mama uliona anaitwa Esther Jeya, ni Mkikuyu. Alikuwa anaongea Kikuyu kuhusu askofu mkubwa aliyemnyang'anya pesa. Alitoa pesa huko na akatumika vibaya. Akasema anadai hiyo askofu milioni 5. Huyo mama Jeya anaongeanga Kikuyu. Mimi nasikia Kikuyu. I hear every Kikuyu. Alikuwa anamuandresh huyo bishop akimwambia hamurundishie pesa. Na sio huyo peke yake. Nilipomtanja ule mhubiri wa kule Mombasa, mfanyikazi wake mmoja alifanya naye miaka 8 kulisha kuku zake, alinitumia message akaniambia anjalipwa. Kuna mtume mwingine hapa Nairobi, baka umpeleke kotini hawezi kukulipa ukiwa mfanyikazi, na niko na ushahidi. Nataka nisome vile watumishi wa Bwana wanafaa kukaa katika kitabu cha Tito kifungu cha 1 mstari wa 7. Inasema nini? Maana imempasa askofu hawe mtu asiyestakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiye mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, asiwe mpenda pesa za aibu, bali hawe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile kama alivyofundishwa, apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Tuko na watu wengi wenye kutupinga, watumishi wa Bwana. Nilipoona huyo mama akiongea kuhusu huyo bishop mkubwa, nyinyi mnampenda. Kwa nini bishop unakuwa accused? Nilikuambia wahubiri wako na makesi kotini. Tangu ni umbiri hivi huwa napokea message mingi. Leo hii nimepokea message kutoka kwa mama halikoniwa na basa, alienda kuchimba kwake kwa nyumba, hakatoa kachupa na imewekwa majina ya huyo mama na watoto wake, na walitolewa sandaka ya 1190.